Lakini pia cha pili, kwenye masuala ya ajira, leo mpaka kila Mtanzania ameingiwa na hofu kwamba nafasi zikitangazwa kwa mfano za jeshi la polisi, vijana wamekuwa ni wagumu kwenda kujiunga, kwa sababu wanaamini kabisa kama zikitangazwa nafasi za kazi kwa mfano kama labda 250, wanatumaini kabisa kwamba nafasi 225 tayari zina watu wenyewe. Yaani watu wanapeana kazi kiundugu, umeona? Wanapeana kazi kwa kujuana, wanapeana kazi kiukoo, wanapeana kazi kikabila. Kwa mfano unaweza kufika kituo fulani cha polisi, labda kituo cha polisi, kama mkuu wa kituo sehemu hiyo alikuwa labda ni Mnyakyusa, basi unakuta kutoka juu pale mpaka chini huku, mpaka level fulani ya recruiter hapo, unakuta ni kwamba wote ni kabila hili ni moja, ukoo ni mmoja, wanaitana huyu ni mtoto wa binamu, huyu ni mtoto wa shangazi, huyu ni mtoto wa nani, huyu ni mtoto wa nani, huyu wa ndugu fulani, huyu wa ndugu fulani. Kwa mwisho wa siku unakuta ajira zinakuwa ni ngumu kwa sisi watu wote. Kwa hii ni shida ambayo inatokea pia kwenye taifa letu. Kazi tunapeana kiundugu, hatupeani kuweledi, na ndio maana leo unaweza kukuta ufanyaji kazi haufanywi kwa sababu ya weledi na vyeti au na ile nafasi ambayo mtu amesomea. Bado unakuta ni kwamba wanapeana kazi kiundugu. Kila kwenye sekta kumekawa hivyo. Watu wanapeana kazi kiundugu. Mpaka mfanya usafi wa ndani wa ofisi fulani, unakuta ni mwanaukoo, ni ukoo wa yule mtu. Mpaka wapishi. Sasa sisi wengine ambao baba zetu ndo tumekaa huko ndani, huko vijijini huko ndani, hatuna msomi hata mmoja. Mimi ndo nimesomeshwa, sasa mama anapika pombe, anaokota tukuni ili mimi niweze kupata kusoma. Hivi nategemea kweli mimi Mwafilombe, Mwafilombe ulalonga lunoge, kweli nitapata ajira hapo? Na ndio maana unaweza kukuta watu mnalalamikiwa kwamba ajira hakuna, lakini si kweli kwamba ajira hazitoki. Ajira zinatoka, lakini watu wanapeana kwa majina, watu wanapeana kwa appointment letter. Mtu anamwandikia tu barua fulani anakuja kufanya kazi hapo, anamlisi mtu fulani, kwa hiyo naomba umpokee, na kwenye ngazi mbalimbali hivyo. Sasa sisi watu wengine ambao hatuna ndugu ambao wamesoma, unategemea kupata kazi. Na ndio maana tunaona ni bora tukaungana na vile vyama ambao vinapigania mkate wa kila Mtanzania, na kila Mtanzania akapata mkate wake. Kwa sababu unaweza kukuta katika ngazi ya juu mko vizuri, lakini mnapofika kwenye ngazi ya chini mnabolonga. Inapofika katika level fulani, ukienda polisi ndo uonevu umejaa top. Yaani uonezi umejaa top. Unakamatwa ukikaa mwisho wa siku unabambikizwa kesi ambayo hata haipo. Ukifika pale bila hela hutoki. Yaani sasa hivi kila mtu anaamini kabisa ukienda polisi kama huna hela hutoki. Ukikaa zaidi ya wiki, zaidi ya mwezi, unabambikizwa kesi. Ukibambikizwa kesi ndo umeenda hivyo. Haya, watu wengine sisi sio akina Tundu Lissu. Sisi sio akina Tundu Lissu. Hatujui hata sheria. Hatujui hata sheria. Unafika mahakamani, maskini ya Mungu anakuambia ujieleze, unaanza kujingata tu. Tutatoboa kweli jamani? Hatuwezi kutoboa. Hatuwezi kutoboa, na ndio maana tunasema no reform, no elections. Bila tume huru hatuwezi kushiriki uchaguzi, kwa sababu tunaowachagua ndo wale wabana mikate, wanapambania matumbo yao, familia zao ziende. Ikitoka mikopo ndo wanabeba wenyewe. Unaweza kukuta labda mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan ametoa mkopo, akitoa mikopo haya iwafikie Watanzania wote. Ikifika katika ngazi fulani ya chama inafie kwa yote, watu wa hali ya chini hawapati. Hawapati. Mwisho wa siku mama ni mbaya. Kupe mama ukule juu unaweza kukuta anafanya vizuri kabisa, yuko strong kabisa, anajitahidi kwamba Watanzania wanapata mkate ambao unapatikana kwenye nchi, lakini unapofika katika ngazi fulani unakuta wamebolonga. Hatuwezi tukafika kiukweli. Mimi kwa mfano, mimi binafsi nilikuwa na kesi fulani. Ile kesi wapelelezi wanapeana, leo kabeba huyu, leo kabeba huyu, leo kabeba yule, leo kabeba yule, kesho kabeba yule pale. Unaweza kukuta sababu zenyewe hazina hata msingi.
Watu wanakushikilia tu. Yaani watu wanashindwa kukamata sasa, wanashindwa kukamata wale ambao hawafanyi kazi, majambazi. Mwisho wa siku wanakamata mtu, unajitokea zako kazini tayari wameshakudaka. Huna 50,000, maskini ya Mungu ndo unauzea ndani. Huna 10,000 ndo unauzea ndani. Utakuta twende. Hatoeni 50,000. 50,000 hauna. 50,000 hauna tayari. Tayari unakaa sehemu ambayo haieleweki. Mtu unajitokea kazini wanakukamata. Huna 50,000, maskini ya Mungu ndo tayari ndani. Mnyonge hana haki. Lakini ipo siku moja mnyonge huyo atapata haki. Kipindi wakina Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wanapigania hili taifa, walikuwa ni wanyonge, lakini baadaye walipata haki zao. Kwa haki tutaipata, lakini kwa kuchelewa, na tutakuwa tumeishi. Tunakonda, tunaisha. Watu wa hali ya chini, hasa sisi ambao hatuna vyama jamani, kiukweli mikopo haitufikii kabisa. Yaani tafikiri kula wanapigaga tu wenye vyama sasa, wenye vyama wenyewe sasa ndo wanajipigiaga. Pesa zikitoka yani za mikopo vijana wanafieka wenyewe, za wanawake wanafieka wenyewe, mikopo ya kuinua kina baba wanafieka wenyewe. Mwisho wa siku mama ni mbaya, 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 mama ni mbaya. Kumbe kuna watu ambao wanafanya mama aonekane ni mbaya wakati sio mbaya. Kumbe kuna mawaziri ambao wanaweza wakawa wanafanya mama aonekane ni mbaya, kumbe sio mbaya. Mama wa watu unaweza kukuta anajitahidi. Sasa saa nyingine anashanga, mbona wa Tanzania kila nikiwafanyia hiki, mbona hawaliziki? Sio kwamba hatuliziki mama. Sio kwamba hatuliziki. Kulizika tunalizika, isipokuwa kuna baadhi ya watu ambao wanakuangusha. Na ndio maana unaweza kukuta huku chini kelele. Kumbe kuna baadhi ya watu ambao wamejificha katikati yako, wengine ni maadui zako ambao huwatambui. Wanafanya vitu ambavyo ni vibaya, ambavyo vinafanya sasa uonekane kwamba mama ni mbaya wakati sio mbaya mama wa watu. Kwa kiukweli jamani, hebu tubadilike. Tubadilike. Mimi sitaki kuamini kabisa kwamba Mama Samia Suluhu Hassan anaweza kawa ni mbaya kiwango kile ambacho tunafikiria wa Tanzania, hapana. Unaweza kukuta ni baadhi ya watu tu. Unaweza kukuta hata habari ya kina Lissu, labda hata habari ya kina Lissu kuwekwa ndani au kina Heche kuwekwa ndani, unaweza kukuta sio appointment ya rais, ila watu wanaweza kawa wanasema ni rais. Hapana. Unaweza kukuta sio rais. Kwamba rais kweli Mama Samia Suluhu anaweza kasema haya kampeni kesi ya uhaini Lissu. Mimi siamini. Siamini kabisa. Ili unaweza kukuta kuna viwatu tu ambavyo vinaandika barua mama, huku amefanya uhaini, kwao amesema hivi na hivi, amebambikiza maneno pale, anaenda kule ili mradi tu mtu wa watu wakae ndani basi. Kuna watu wengine furaha yao ni kuona watu fulani wanateseka, wanaishi maisha ya shida, wanaishi kama watumwa, wanaishi kama simbilisi, wanaishi kama panya ambao amefumaniwa ndani, hana kwa kwenda. Lakini mimi siamini kama Mama Samia Suluhu Hassan anaweza akawa ni mbaya kiasi hicho, kiasi kwamba Watanzania tukaona ni mbaya. Mimi siamini kabisa. Yaani sitaki kuamini kabisa kwamba Mama Samia Suluhu Hassan anaweza akawa anaagiza kabisa kwamba nendeni mkamkamate Tundu Lissu muweke ndani, au kazuieni mikutano ya kina Heche, au tafuteni vijana sehemu fulani kuna mkutano, tafuteni vijana fulani waende wakavuruge mkutano wa Chadema. Mimi siamini kitu kama hicho. Kwa ndugu zangu, hili ni taifa letu sisi sote. Wana CCM, nataka niwaambie kwamba hili ni taifa letu sisi sote. Na taifa hili kama la kwetu sisi sote litajengwa na sisi sote. Kujenga maana yake ni kwamba kuchangiana mawazo, kwa matendo, shika jembe, mundu, sema chochote, analima vibaya, sema fulani analima vibaya, ili tuweze kuijenga nchi yetu wote kwa pamoja. Mkate unapopatikana basi tujitahidi hata wale watu wa hali ya chini. Kipindi hiki ni cha uchaguzi. Kama ni kipindi cha uchaguzi, basi tuhakikishe kwamba kila mtu anaonja aonje ladha ya kuwa Mtanzania. Aonje kwamba kweli Tanzania kuna maziwa na asali, na maziwa na asali kweli napata. Hawapati wachache. Kikwete alipiga siasa safi, aliruhusu wananchi, mwisho wa siku tukaenda tukasonga mbele. Alitengeneza mabarabara, alijenga nini, alikubali kupokea zile hoja na kero na hii, mpaka ile kesi ya Escrow Richmond watu wakajiuzuru, wakafanya nini.
Sio kwamba siasa jamani sio vita, ikiisha kipindi cha kampeni wote tunakuwa ni ndugu, tunaanza kuijenga nchi yetu Tanzania. Asanteni sana na Mungu awabariki. Yaani mimi kwa mfano leo ningekuwa ni CCM, nisingedili na kuua upinzani, nisingedili sana na kuminya demokrasia, bali ningeichukua demokrasia kuwa ndiyo chachu ya mimi kupatia mafanikio na kujitangaza na kujinadi kwamba mimi ndiyo chama tawala ambaye nafanya mambo kama haya. Ninapozungumzia kuua upinzani, sizungumzia habari ya kuteka au kufanya nini. Hapana, ninachozungumzia habari ya kuua upinzani, nazungumzia habari ya kuua upinzani kisiasa. Yaani ningechukua mapungufu ya vyama pinzani, ningeyapeleka kwa wananchi, ningeyapeleka kwa wananchi. Yaani sijui unanielewa hapo, sijui unanielewa vizuri. Yaani iko hivi. Kwa mfano kuna mwanamke ambaye tunapigania wanaume wawili. Sasa mimi nisingetumia kugombana na huyu mwanaume, bali ningemuua huyu mwanaume kisiasa. Yaani naenda kwa mwanamke huyu, namwambia nasema mabaya ya yule mwanaume mwenzangu, kwamba huyu bwana unaolewa na fulani, unataka uolewe fulani na fulani. Fulani bwana, yule fulani bwana, kwanza kabisa ndugu yangu yule pale asimamishaji. Alafu pia yule pale hana uchumi, alafu yule pale atakutesa kwa sababu ni maskini. Hapa unamuua mtu kisiasa. Sasa ninachozungumzia hapa, mimi ningekuwa CCM, ningekuwa nafanya hivi. Chama pinzani, naangalia chama pinzani ambacho wanasema tunataka katiba mpya. Mwisho wa siku ningeita jamani, shida ni katiba mpya. Naenda kwa wananchi, jamani, shida si katiba mpya. Ndio. Ningetengeneza katiba mpya. Ningetengeneza katiba mpya, maana yake hapa upinzani ungekuwa hawana cha kusema tena, kwa sababu katiba mpya tayari ipo. Ningesikiliza chama pinzani kinapiga kelele juu ya nini? Chama pinzani kumbe kinapiga kelele juu ya tume huru ya uchaguzi. Nawaita chama pinzani, kwa sababu mimi si ndo chama tawala. Nawaita chama pinzani. Nikishawaita chama pinzani, nasema jamani, tatizo ni nini? Tume huru ya uchaguzi. Haya, toeni maoni. Tume huru ya uchaguzi itokane na nini? Itokane na nani ya wananchi, au tuwachague sisi wenyewe? Sawa. Tume huru ya uchaguzi. Ningetengeneza tume huru ya uchaguzi. Hapa ningekuwa na upinzani kisiasa. Kwa hiyo nisingekaa kuanza sijui kubambikiza kesi, wengine kuwateka au kufanya nini. Nisingetumia mbinu kama hiyo, ila ningechukua zile changamoto. Wananchi wanasema nini? Wananchi wanasema ajira hakuna. Ajira hakuna. Ningetengeneza mifumo, na ajili wa Tanzania. Nikisha ajili wa Tanzania, tayari kero inakuwa imeisha. Wapinzani wanapiga kelele juu ya nini? Wanapiga kelele juu ya umeme na maji. Napeleka umeme, napeleka na maji. Mwisho wa siku nikienda kwa wananchi nakubalika. Na ndio maana namkubali sana mzee mmoja wa Chama cha Mapinduzi, yani CCM, alisema kwamba nashangaa sana CCM wanapata shida, wakati CCM ina mambo mengi ya kuwaeleza wananchi ambayo imefanya inaweza ikawaeleza wananchi wakawapa ridhaa tena. Na ni kweli kabisa. Hii habari ya kupeana kesi za uhaini, kesi za uchochezi, huu muda ambao tungepanga njia za kuzoofisha upinzani au kukamata upinzani na kuwaweka ndani, kuzuia mikutano, kutumia nguvu nyingi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wapinzani hawapati nafasi ya wafurukuti. Na muda huu tungeutumia kujadili ni namna gani ya kumuinua Mtanzania wa hali ya chini kutoka kwenye hali ya umaskini kwenda angalau hata level fulani ya maisha yake. Kwa mfano ulitoka mkopo kutoka serikali. Jamani, hii mikopo hii, mimi nawaambieni ukweli. Mimi naomba nifunguke ukweli. It is okay mimi kama nitatekwa, lakini ndo ukweli wenyewe. Mikopo ambayo ilitoka serikalini ni mikopo ambayo inatolewa kwa ajili ya Watanzania wote.
Lakini kinachofanyika, hii mikopo ikishafika sasa, ikishafika mikononi mwa wale watu wale, siwataji majina, ile mikopo inachakachuliwa na baadaye wanapeana wenyewe kwa wenyewe. Yaani ile mikopo wanapeana wenyewe kwa wenyewe. Nikizungumzia habari ya wenyewe kwa wenyewe, wewe unaelewa, ambao unanielewa. Kama una dimbili hapo huwezi kuelewa. Wanapeana wenyewe kwa wenyewe. Kwa mfano, ulitoka mkopo wa kina mama kwenye kikundi X, ambacho katika hicho kikundi X mke wangu alikuwepo kwenye hicho kikundi X. Ule mkopo walifanya process zote, walifanya akafungua akaunti kwamba pesa zinaingia. Mwisho wa siku pesa zile zilipoingia, mimi nikajaji. Nikasema hivi, mbona mmefungua na akaunti kabisa na hela inaonekana zimeingia, lakini kwenye benki hakuna? Mke wangu akasema, bwana mimi mwenyewe sielewi, lakini inaonekana zile pesa zimetoka lakini kwenye akaunti hazipo. Na kwa vijana ikawa hivyo hivyo, na sehemu zingine hivyo hivyo. Na ushahidi tunao. Baadaye nikauliza kwenye kikao au kwenye kamkutano ambao kaliwekwa na diwani wa sehemu X. Kale kikao, baadaye mimi nilipewa fomu na nikaisoma. Yaani nilipewa fomu ya mambo ambayo yameyafanya diwani kwenye ile kata. Nikayasoma, nilisoma mbele ya halaiki. Baada ya kusoma zile halaiki, yule diwani X alisema hivi, katika kata yangu mimi naongoza kwa kuwa omba, kwa sababu nimeomba pesa zimefikia karibia bilioni 1. Bilioni 1. Nikasema katika hii bilioni 1 nikaisoma. Katika hiyo bilioni 1 kipengele ambacho kilikuwepo kwenye ile kata, alisema kwamba vijana wamekopeshwa karibia, zilitoka karibia milioni 20. Mimi kwa sababu naelewa, nikaweka mabano. Na pesa zingine akatumika kujenga fence na namna fulani akatumia kujenga fence ya makaburini. Sasa mimi nilikuwa nashangaa, marehemu ndo waliompa kula. Amejenga fence kwa sababu yeye alijinadi kwenye ile fomu kwamba mimi nimejenga fence makaburini, nimejenga na vyoo na kibanda. Sasa mimi nikaanza najiuliza, je, ina maana nataka kuniambia kwamba marehemu na wenyewe kumbe walikupa kula na ndio maana umewakumbuka kwa kuwajengea fence? Baadaye nikaja sasa, hapo tuyaache. Nikaja kwenye kipengele cha kukopesha vijana, wamekopesheka vijana pesa shinkaza. Sasa nikajaji nikasema, mheshimiwa diwani, unasema kwamba wewe umesimamia masuala ya mikopo kwa vijana wamekopesheka karibia milioni 20. Zile hela mheshimiwa, mbona inaonekana kama hazipo na hakuna kikundi chochote kwenye hii kata ambapo wamepata? Akaniambia hivi, zile pesa ni kweli zilitoka, lakini system ilikosea ikatuma pesa kwenda kwenye kikundi kingine. Nikasema, kama leo ukikosea kutuma pesa kwenye M-Pesa, ukikosea kutuma pesa kwenye M-Pesa, una uwezo wa kuirudisha. Je, mheshimiwa diwani? Baada ya hapo niliambia, unaleta vurugu toka. Kwa saa nyingine tunaweza tukalaumu kiongozi ambaye yupo juu, kumbe juu kuko vizuri. Lakini issue ikifika hapa katikati ndo anakuwa anavuruga mambo, alafu mwisho wa siku inaonekana hapa juu ndo pako vibaya. Sasa nikaja nikafuatilia, kumbe zile pesa wanagawana wajumbe wa nyumba 10, wakanunua maboksa, wakanunua na mapikipiki pale. Umeona, wamenunua na mapikipiki. Kwa hiyo unaweza ukakuta juu kuko vizuri, lakini pesa zinapofika hapa chini, waheshimiwa, hazifiki kabisa, na ndio maana watu wa hali ya chini tunazidi kuuza maparachichi 3,500, tunazidi kuuza nyanya, mama zetu wanazidi kutaabika, wanazidi kupata shida, kwa sababu pesa zinapofika katika level fulani, kiukweli mnapeana wenyewe kwa wenyewe na pesa ziwafikii watu, na ndio maana unaweza kukuta kama mnakuwa mnasemwa sana. Kwa mimi natamani sana kwamba ifikie kipindi Tanzania mkate unapopatikana tuwe tunakula wote, kwa sababu mkate unapopatikana, na hili naloongea kwa mtu mwenye akili, hata yeye mwenyewe kwenye kata yake yapo haya mambo kwamba pesa zilitoka lakini pesa zikuwafikia walengwa. Pesa zijiwafikia walengwa kabisa. Umeona? Lakini mwisho wa siku tunapozungumzia mambo kama haya tunafungwa midomo, tunaambiwa kwa nini unasema, kwa nini unasema hivi. Lakini ukweli ndo huo.
Kwa saa nyingine huko juu mnaweza mkakuta mko vizuri, lakini changamoto inapokuja ni hapa kwenye system ya hapa chini, ndio inakuwa ni kazi sana kuzipata zile pesa. Inakuwa ni shida, inakuwa ni tabu, na mwisho wa siku unakuta ni kwamba tunabaki katika level ile ile ya umaskini.